Naomba niongee na watoto wa kiume sasa. Kama wewe mwanamke potea, hamna faida yote utakayopata. Ndugu zangu wanaume, tunadanganywa sana kwenye swala la nguvu za kiume kwa kuletewa madawa na madude kutia kwenye miili yetu, kuamini vitu hivyo vina boost nguvu za kiume. Mnadanganya. Bila kuchukua hatua taratibu, wanataka kwa haraka. Kwa hiyo wanaumiza sana vichwa vyao. Mtu analipwa milioni 1 anaweza kununua range ya milioni 100 au kujenga villa ya milioni 100 bila kuchukua hatua taratibu na kufikia malengo yake. Lazima nguvu zako za kiume zita drop moja kwa moja kwa sababu unajiumiza kichwa. Kitu cha pili, kulala. Ulali unataka kama dili, unahangaika wewe, starehe na nini bila kupumzika. Kitu cha tatu, sigara unavuta wewe, pombe unakunywa wewe, kukesha unakesha wewe, mirungi unakula wewe, bangi kisiwashwe hivi upo hivi. Alafu unakula na kulala na kufanya hivyo vitu. Hufanyi mazoezi, hutoi sumu, mwili wako hauchuji. Mzunguko wako wa damu unakuwa mdogo. Mtu ana miaka 25 za maizi, unaambiwa kwamba huyu hawezi kurudia tena. Baba, miaka 25 unatakiwa utoboe ukuta. Utoboe, upo kwenye prime yako. Vipi wewe una miaka 25 huwezi kurudia? Kwa sababu mnafanya vitu ambavyo vinashusha nguvu zenu. Nyinyi wenyewe ndio maadui wa hicho kitu. Kwa hiyo usidanganywe. Hakuna ufahari wote kuwa na hela afu mke wako hawezi kumridhisha. Hamna ufahari. Hakuna ufahari wote, usijidanganye. Hayo maendeleo ni ya kwako. Yule mwenzako anataka haki yake. Kwa hiyo msikubali. Fanyeni mazoezi. Lengo lote la nguvu za kiume sio madawa. Usitie madawa kwenye mwili wako. Fanya mzunguko wako wa damu uwe na wa haraka na wa afya. Nenda kafuatilie, utaambiwa ya kwamba kitaalam hii huwa inakopa damu kutoka kwenye viungo vingine vya mwili wako. Ndio inapata nguvu ya kufanya nini? Kuinuka. Alafu kuwa na nguvu sio eti muda mrefu. Kula madude kuamini ya kwamba ndio nguvu za kiume. Viagra au kile kidonge wanachokula wametengenezewa watu wa miaka 50 na kuendelea wenye matatizo ya erectile dysfunction. Ile inafanya nini? Inaenda kupeleka mapigo ya moyo wako mbio. Kwa hiyo wewe ukiwa kijana, moyo wako tayari una nguvu, unakwenda mbio. Ukiweka na ile ndio mtu unakuja kufa kitandani kwenye kiuno. Ile imewekwa ibusti wazee, mioyo yao bado haifanyi kazi, ili aweze na yeye kufanya tendo apate haki zake. Wewe unakwenda gramu 100 unaila, unataka ukakomeshe kijiji au ukamkomeshe mtu, shekhe unajikomesha mwenyewe. Kwa hiyo hivi wewe kabisa ujiulize, mimi nimekula asali zote duniani, hamna asali ambayo imenidindisha. Asali gani wewe unadinda? Wanawasagia madawa, wanawatilia kwenye asali, wanawadanganya zina boost. Shekhe una miaka 30, 31. Nini wewe unaenda kutumia madude? Alafu mimi kutengenezea dawa ambayo itakutibu. Alafu ile dawa mimi nitamuuzia nani? Kwa hiyo wanawabadilisha saikolojia zenu, muwe mnategemea zile dawa. Kila siku wewe ukitaka kwenda kwa mkeo kwa nani? Shekhe, utakuwa unaitegemea ile, isipokuwepo huwezi kutendea haki. Fanyeni kazi, mnapigania sana vitu ambavyo havina thamani. Ukinunua leo gari hata hiyo ya ndoto zako, ukiendesha mwezi inashuka thamani. Ushawahi kusikia pumbu wewe used? Pumbu used ushawahi kusikia? Shughulikia pumbu zako na afya yako ambayo haiwi havina thamani kuliko tunavyoviumiza. Ndugu yangu, utatafuta mali wewe kwa miaka, utakuja kuipata. Lakini usiku ukija kupata matatizo, $100,000 haitoshi plus. Utachangiwa bado. Kwa wewe akili kwako. Najua kuna mang'ombe humo watasema ndio kila kitu. Sawa, wewe tafuta hela. Mimi nawaamsha watu ambao wanahitaji kuamshwa. Wewe hii ndio ina thamani kuliko unachokitafuta.
Usiseme eti kuishi duniani ukiwa mzima hamna raha. Kuna raha kuliko ukiishi we mgonjwa na una pesa. Usijidanganye. Ngoja uanze kuumwa figo tu au pumbo moja ipande juu, utajua thamani yake. Vyote utavipote, vyote utauza magari, utauza nini, utafute afya. Kwa hiyo usingoje paka hivyo, balance maisha. Angalia afya yako na tafuta riziki yako. Sijakuwa una ng'ombe utasema nimwambia tafute riziki. Tafuta riziki, lakini hii bila hii na akili yako kuwa sawa na wewe kuwa mzima, hiyo riziki unaenda kutafutia. Mimi nimemaliza.